wa anna al-anbiya alayhimus salatu wassalam, na kwamba hakika manabii rehma na amani ziwe juu yao, maasumun, ni wenye kukingwa na maasiya, mahfudhun, na ni wenye kuhifadhiwa na vishawishi vya maasiya, kabla nubuwa, kabla ya kupewa utume, wa baadaha, na baada ya kupewa utume. Al-isma, sifa ya isma, sifa ya kukingwa na maasiya, ni ile sifa ambayo iko moja kwa moja katika viumbe, katika viwiliwili vyao au katika maumbo yao. Tamam, katika viwiliwili vyao au katika maumbo yao. Kwa maana manabii wote maumbile yao, viungo vyao, viwiliwili vyao haviwi ni venye nini, ni venye kukusudia kufanya maasi kwa namna yoyote, lakini pia si wenye kukosea katika kukifikisha kile nini walichoagizwa akifikisha. Tofauti na sisi tunakosea, hatujakingwa katika hilo. Tamam, tunakosea katika mazungumzo, tunakosea katika matendo yetu, tunamwasi Allah. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale wenye kujizuia na wenye kukingwa na maasi, sababu kwa uwezo wetu si wenyewe peke yetu haiwezekani, hatuwezi mpaka tupate nini, taayid min indillah. Sawa, mpaka tupate kuungwa mkono, kutiliwa nguvu katika takwa na ucha Mungu sasa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, kwa hiyo al-isma ni katika upande wa viwiliwili vyao na katika maumbile yao na katika maungo yao. Kisha al-hifdh, hii kuhifadhiwa na vishawishi vya maasi, ni katika upande wa vile vitu ambavyo nini viko nje ya viwiliwili vyao, kwa maana mashaitani wa kijini na kibinadamu. Sababu mwanadamu muda mwingine huenda akawa Mwenyezi Mungu amempa taufiki, mwili wake ukawa hauna matamanio kiasi, lakini akapata vishawishi kutoka kwa mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Mashaitani wa kibinadamu marafiki, ushawishi bwana, tufanye hivi tufanye vile. Sawa, tamam, hakadha. Kwa hiyo maasumun ni wenye kukingwa na maasiya, mahfudhun na ni wenye kuhifadhiwa kutokana na vishawishi vya maasiya, kabla nubuwa wa baada, kabla kugewa utume na baada kugewa utume. Wa muttasifun bisidq, na manabii wote ni wenye kusifika na sifa ya ukweli. Wal amana, na sifa ya uaminifu. Wa tablighi, na sifa ya kufikisha kile walichoamrishwa wakifikishe. Wal fatanati, na sifa ya kuwa na akili iliyosalimika na ujinga. Tamam, ndio fatana. Wa annahum alayhimus salatu wassalam, na hakika wao manabii rehma na amani ziwe juu yao, yajuzu alayhim al-a'radhu al-bashariyatu, yajuzu, inajuzu alayhim, kwa wao, al-a'radhu al-bashariyya, inajuzu kutokewa au kupatwa na zile sifa za kibinadamu. Sasa inajuzu kwa wao kupatwa na zile sifa za kibinadamu, kwa sababu wao wenyewe ni wanadamu. Mathalan, kuumwa, kushikwa na njaa, kushikwa na kiu, usingizi, na yale mengine yote ambayo hayapo katika upande wa maasi, ni katika upande wa hali za kibinadamu. Tamam, illa annahum, isipokuwa hakika wao, mahfudhun, ni wenye kuhifadhiwa, min kulli aibin wa shayn, kutokamana na kila aibu, wa shaynin, na dosari, wa shaynin, na dosari. Tamam, lakini mitihani ni kitu ambacho kimewakuta manabii takriban wote. Nabii Ibrahim atakuchoma moto. Tamam, manabii takriban wote wamekuta na mitihani. Nabii Ayub alipata na mtihani wa maradhi kiasi mwili wake ukaharibika, lakini alipokuja kupona akawa ni mzuri kuliko hata mwanzo. Tamam, kwa hiyo ni wenye kuhifadhiwa kutokana na kila aibu na dosari. Wa annahu, na kai Allah subhanahu wa ta'ala, kai kad akhbarana fi kitabihi, ametueleza katika kitabu chake, akusudia Qur'ani, bi baadhi anbiyaihi, ametueleza baadhi ya manabii wake. Wa akhfa anna, maana na akaacha kutueleza, sio akatuficha, hapana. Allah asifike na kuficha. Kuficha ni ile hali ya kutaka kama wengine wasijue, hali ya kuwa wanastahiki wao kujua, ndiyo maana ya kuficha.
Hii tuelewa, kuficha kitu sawa ni kutaka wengine wasijue hali ya kuwa wana haki ya kutambua, ndio maana ya kuficha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa si mwenye kuficha. Vipi tumsifie Allah na sifa ya kuficha? Wama huwa ala alghaibi bidhanin, na hakuwa huyo katika yale mambo ya ghaibu anayoambiwa na Mwenyezi Mungu, bidhanin ni mwenye kuficha. Kwa hiyo akhfa anna, na akaacha kutuelezea akharin, habari za manabii wengine katika manabii wake, lihikmatin, kwa hikma ambayo, lihikmatin, kwa hikma ambayo yaalamuha, anaitambua yeye mwenyewe Allah subhanahu, ambaye utakasifu ni wake. Tamam. Wa annahu, na kai Allah subhanahu ambaye utakasifu ni wake, anzala ala anbiyaihi kutuban, anzala ala anbiyaihi alayhimus salam kutuban mubaraka, ameviteremsha ala anbiyaihi, kwa manabii wake alayhimus salam, rehma ziwe juu yao, kutuban mubarakatan, ameviteremsha vitabu vilivyobarikiwa, min kalamihi, vitabu vinavyotokana na maneno yake. Angalia, ameviteremsha vitabu vinavyotokana na maneno yake. Taban, tunatambua kwamba Allahu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifika na sifa ya al-kalam, sifa ya kuwa na maneno. Na hii sifa ya maneno ni sifa ambayo ipo katika dhati yake Allah, kwa maana maneno ya Allah ni kalamun dhati, ni maneno ya kidhati, na maneno ya Allah qadimun, ni yenye kusifika na utangu, kama tulivyoeleza nyuma. Uwepo wa Allah ni uwepo wa wujudi, ni wujudan dhatia, na wujuda dhatia ni uwepo wa tangu. Tamam. Kwa maana kila kilichokuwa katika dhati ya Allah sio hadith, sawa, laysa hadithan wa laysa makhluqan, sawa, si kitu kilichozuka na wala si kitu ambacho ni kiumbe. Tamam. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia yale maneno yake, unaona hapo, anzala ala anbiyaihi alayhimus salam, amevitelemsha juu ya manabii wake, rehma na amani juu yao, kutuban mubarakan, amevitelemsha vitabu vilivyobarikiwa, min kalamihi, vinavyotokana na maneno yake. Tamam. Maneno ya Allah ni qadim wa laysa hadithan wala makhluqa, ni maneno ya tangu na wala si kitu ambacho kimezuka na wala si kiumbe. Lakini Allah kupitia yale maneno yake akaviteremsha vitabu. Sasa je, yale maneno ambayo Allah ameyateremsha ni kama vitabu kupitia ulimi wa Jibril alayhi salam, Jibril akamshushia mtume akawafikishia masahaba zake, na masahaba wakapokelewa mpaka ikatufikia sisi mathalan Qur'ani, si ndio? Sasa je, yale maneno ambayo ni Qur'ani aliyoyatamka Jibril ni makhluq au sio makhluq? Maneno ambayo hayo maneno ndiyo Qur'an na ndiyo kitabu, si ndio? Je, maneno haya ni makhluq au sio makhluq? Ile maneno aliyotamka Jibril ni makhluq. Hiyo ndio itikadi yetu si Ash'ari. Sasa kisha Jibril akaja kumteremshia mtume, si ndio? Mtume akahifadhiwa maneno katika nini? Kifua chake, yote akametuliza na pale, na maswahaba wakayapokea kwa mtume. Sasa ikafikia hatua maneno yale ambayo ni Qur'an, sasa maneno yale ambayo ni Qur'an yakaandikwa katika masahif, katika nini? Katika misahafu. Yale maneno ambayo ni Qur'an yaliyoandikwa katika misahafu ni makhluq au sio makhluq? Ni makhluq. Sasa ni kitu ambacho kimeumbwa. Tamam. Lakini pia yamehifadhiwa katika vifua vya watu, ni makhluq. Sawa. Kwa hiyo Qur'ani ina mazingatio mawili katika madhhabu ya Ash'ari. Tukizingatia Qur'ani kwa maana ya ile sifa ya maneno iliyopo katika dhati ya Allah, tunasema nini? Laisa makhluqa. Qur'an kalamullah wa laisa makhluqa. Qur'ani kwa mujibu wa kwamba ni sifa, kwa maana ya kwamba ni sifa iliyopo katika dhati ya Allah, si kiumbe. Tamam. Lakini Qur'an, haya ni mazingatio ya kwanza. Tamam. Lakini Qur'an kwa mazingatio ya pili, kuzingatia kwamba ni maneno ya Allah yaliyohifadhiwa katika vinywa vya watu, yenye kusomwa
na yaliyoandikwa katika misahafu kwa mazingatio ya pili ni makhluq. Sababu maneno sisi tunatamka hapa, mimi nitasoma hapa qul huwa Allahu ahadun Allahus samad. Utaona nimeanza kusema qul, katika qul nimeanza kutamka qaf na lam, kisha Allah nikatamka lafdhul jalala, kisha ahadun. Tamam. Kwa hiyo haya hapa tutayasifia kwamba ni makhluq. Sababu gani? Pia yamesomwa na kiume ambacho kimeumbwa. Tamam. Lakini pia tutayasifia kwa i'rab kwamba qul ni fi'lu amri, Allah nini mubtada, ahadun khabar ila akhiri. Sababu gani? Kwa mujibu kwamba ni maneno ambayo ni Qur'ani na ameshushwa katika lugha ya Kiarabu, na lugha ya Kiarabu ina i'rab. Tamam. Lakini kwa mazingatio ya kwanza kwamba ni sifa ya Mwenyezi Mungu, na ni sifa ambayo ipo katika dhati ya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuisifia Qur'ani kwa maana ya kwamba Qur'an ni sifa ya Mwenyezi Mungu kwa maana kwamba ni makhluq. Tamam. Lakini kwa mazingatio ya pili kwamba ni matamshi yaliyopokelewa na mtume kutoka kwa Jibril. Sasa mtume akahifadhi katika kifua chake, akafikisha masahaba zake, ikafikia hatua yakaandikwa, watu wakaja wakahifadhi, na mpaka yakatufikia sisi, na mpaka sisi tunayasoma, ni makhluq. Tamam. Lakini kwa kauli ya kuizingatia Qur'an sa kwa ujumla wake, Qur'an ni nini? Qur'an kalamullah laysa makhluqa. Ile kauli ya moja kwa moja, basi na kuingia katika mazingatio yake haya mawili. Tamam. Lakini tukija katika mazingatio yake mawili, katika upande wa kuizingatia Qur'ani kuwa ni sifa, ni maneno yaliyopo katika dhati ya Allah na ni sifa yake, tutasema laisa makhluqan wala hadithan. Tutasema nini? Si kitu ambacho kimeumbwa wala si kitu ambacho kimezuka. Sawa. Lakini katika mazingatio ya pili pia tutasemaje? Ni maneno ya Allah, sawa, aliyoyatamka Jibril na kuyateremsha Jibril kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad. Kwa kile kitendo cha kuteremsha nini? Ni makhluq. Tamam. Na sisi tunavyoyasoma, sisi wenyewe ni viumbe, tunavyoyasoma pia nini? Ni makhluq. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika mazingatio haya mawili, kwa kauli ya moja kwa moja, kwa kauli ya kuzingatia Qur'ani kuwa ni sifa ya Allah, tusemaje? Laisa makhluqan wala hadithan. Tamam. Kwa nimesema hivyo ili tuelewe hapa, min kalami anzala kutuban, ameviteremsha vitabu vilivyobarikiwa, min kalamihi, vilivyotokana maneno yake, maneno ya Allah kwa ujumla wake. Maneno ya Allah kwa ujumla wake ni qadim wa laysa makhluqan wala hadithan wala yusaf bi ayi lughatin min al-lughati al-haditha, na wala hayasifiwi kwa lugha yoyote katika lugha za viumbe wake. Tamam. Kwa hiyo annahu subhanahu wa annahu nakai Allah subhanahu ambaye utakasifu wake, anzala ala anbiyaihi alayhimus salam, ameviteremsha kwa mitume wake au kwa manabii wake alayhimus salam, rehma na amani juu yao, kutuban mubarakan, vitabu vilivyobarikiwa, min kalami, vitabu vilivyotokana na maneno yake. Maelezo yako wazi, nadhani tutashaelewana kwa kusema hivyo. Faminha at-tauratu, faminha bas miongoni mwa vitabu, faminha bas miongoni mwa vitabu, at-tauratu ni Taurat, allati ambayo nuzilat ala sayyidina Musa alayhi salam, Taurati ambayo nuzilat, iliyoteremshwa, ala sayyidina Musa, kwa bwana wetu Musa alayhi salam, amani iwe juu yake. Wazabur, kwa maana minha az-zabur. Sawa. Na miongoni mwa vitabu ni Zabur, alladhi, zaburi ambayo nuzila, iliyoteremshwa ala sayyidina Dauda alayhi salam, kwa bwana wetu Daud alayhi salam. Wal injilu, na injili, alladhi ambayo nuzila, iliyoteremshwa ala sayyidina Isa alayhi salam, kwa bwana wetu Isa, rehma na amani juu yake. Wal Qur'an, na Qur'an, alladhi ambayo nuzila, iliyoteremshwa ala sayyidina Muhammad, kwa bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nasikhan, hali ya kuwa hiyo Qur'ani, nasikhan, hali ya kuwa hiyo Qur'ani ni yenye kufuta, bishariatihi, wa ile sheria aliyopewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
jamia ash-shara'i, yenye kufuta sheria zote, as-sabiqata, zilizotangulia. Tamam. Mafhumu hapo wal Qur'an, na Qur'ani alladhi, Qur'ani ambayo nuzila, iliyoteremshwa ala sayyidina Muhammad, kwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasikhan, hali ya kuwa hiyo Qur'ani ni yenye kufuta bishariati, kwa sheria aliyopewa mtume wetu Muhammad, jamia ash-shara'i as-sabiqati. Tamamu hapo yenye kufuta jamia ash-shara'i, sheria zote, as-sabiqati, zilizotangulia. Katundani hapo wa anna al-Qur'ana, na kwamba hakika Qur'an al-Karim tukufu, kalamullahi ta'ala, ni maneno Mwenyezi Mungu tukufu. Nazala bihi aminul wahyi, ametelemka nayo maneno hayo aminul wahyi, malaika mwenye kuaminiwa katika kushusha wahyi, sayyiduna Jibrilu alayhi salam, sayyiduna ambaye ni bwana wetu Jibril alayhi salam, amani iwe juu yake. Waballaghahu, hapo jikoni, subhanallah. Chukua sasa. Nazala bihi, ameteremka nayo hiyo Qur'an, aminul wahyi, malaika mwenye kuaminiwa katika kuteremsha wahyi, sayyiduna Jibrilu, ambaye ni bwana wetu Jibril au kiongozi wetu Jibril, sayyiduna afwan, sayyiduna ambaye ni bwana wetu Jibrilu alayhi salam, amani iwe juu yake. Waballaghahu sayyiduna Muhammadun, hapo nahisi imekosewa chapa hiyo. Waballaghahu, na akaifikisha kwa umma wake, au akaifikisha katika umma wake, sayyiduna bwana wetu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake. Thumma, kisha akhadhahu anhu, wakaichukua hiyo Qur'ani kwa mtume, as-sahabatul kiramu radhiyallahu anhu, masahaba watukufu Mwenyezi Mungu awaridhie. Thumma akhadhahu anhum at-tabi'un, kisha wakaichukua kutoka kwa masahaba hiyo Qur'an at-tabi'un, wale waliokuja baada ya masahaba. Wahakadha, na hali ikawa ndivyo hivyo, jilan baada jilin, kizazi baada ya kizazi, hatta wasala ilaina, mpaka ikatufikia sisi hiyo Qur'ani, kamilan, hali ya kuwa ni kamilifu, taman, timilifu, mahfudhan, iliyohifadhiwa, minat-taharifi, iliyohifadhiwa minat-taharifi, kwa kuto kubadilishwa maana yake, wat-taghyiri, na kubadilishwa maandiko yake, wat-tabdili, na kubadilishwa chochote kile ndani yake. Wa annahu, na hakika yeye Allah subhanahu, ambaye utakasifu ni wake yeye, qad akmala ad-dina, hakika ameikamilisha dini ya Uislamu, wa atammahu, na ameitimiliza. Sasa wa atammahu, na ameitimiliza, kwa maana ameifanya kuwa ni kamilifu timilifu. Wa radhiyahu, na ameirizia kwamba ndiyo iwe dini ambayo waja wake wanabidi wawe katika misingi ya dini hiyo. Faman i'taqada naqsan, basi yoyote atakayetakidi kwamba kuna mapungufu katika dini ya Uislamu, wa taharifan, na kuna sintofahamu ndani ya dini ya Uislamu, dakhala fi taifati al-kafirin, yani kwamba kuna mambo ambayo yani hayajawekwa sawa, hayako sawa, ndio taharifa, ndio sintofahamu, si ndio? Kuna mambo ambayo hayako sawa, hayajawekwa sawa ndani ya Qur'an, dakhala fi taifati al-kafirin, mtu huyo anakuwa ameingia katika kundi la makafiri. Akasema kwamba nimeangalia katika sheria za Uislamu, kuna sheria na kama vile haiko sawa, haijarekebishwa hivi. Mtu atakayesema hivyo, basi huyo anakuwa nini? Ameingia katika nini? Katika kundi la makafiri. Tamam. Akaendelea kusema wa anna sayyidana Muhammadan, na kwamba hakika bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Hapo pia kumekosewa,
kutoa fatihati ya dhamma kama kulivyokosewa kule nyuma. Tamam. Wa anna sayyidana Muhammad, na kwamba hakika bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdullahi wa rasuluhu, ni mja wa Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na ni mtume wake. Huwa, yeye huyo Sayyidina Muhammad, sayyidul mursalin, ni bwana wa mitume wote, wa khatamun nabiyyin, na ndiye wa mwisho katika manabii, wa khairul khalaiqi ajma'in, na ndiye mbora wa viumbe wote, wa khairul khalaiqi ajma'in, na ndiye mbora wa viumbe wote. Maana yake ni hiyo. Balagha jami'a ma uhiya ilayhi min rabbil alamin mimma umira bitablighihi. Balagha, ameyafikisha, jami'a ma, yale yote ambayo, uhiya ilayhi, aliyoteremshiwa, min rabbil alamin, kutoka kwa Mola wa viumbe wote, mimma, katika yale ambayo, umira bitablighihi, aliyoamrishwa kuyafikisha. Kwa maana sio yote aliyoambiwa mtume kaambiwa yafikishe, mengine ya siri. Tamam. Wa annahu, na hakika yeye Allah subhanahu, ambaye utakasifu ni wake, khalaqa almalaikata min nuri, khalaqa almalaika min nurin, amewaumba malaika kwa nuru. Wa annahum, na kwamba hakika wa annahum, na hakika hao malaika, wa annahum, na hakika hao malaika, la ya'asuna Allah, hawamuasi Mwenyezi Mungu, ma amarahum, kwa yale yote aliyowaamrisha, wayafaluna ma yu'marun, na wanayatekeleza yale yote walioamrishwa wayatekeleze. Wa anna almauta maktubun, na kwamba hakika umauti, maktubun, ni kitu kilichoandikwa, ala kulli makhluqin, kwa kila kiumbe, fi sa'atin, katika saa ambayo, au katika muda ambao, la ya'lamuha illa Allahu ta'ala, muda ambao hautambui muda huo wala haufahamu muda huo isipokuwa Allah peke yake, isipokuwa Allah peke yake. Tamam. Wale wazee wafani wale wanaotambua kwamba watakufa huwa hawatambui muda. Tamam, hawatambui nini? Muda. Huwa Mwenyezi Mungu tu anawapa ilhamu kwamba muda wenu ushakaribia. Utakuta mzee anaanza kuanzisha mashamba, sijui anaanza kufanya hivi, anaanza kufanya vile. Tamam. Wanapata tu zile alama kwamba mimi hapa si wa leo wala wa kesho, lakini hatambui ni saa gani ataondoka duniani. Tamam. Wa anna, na kwamba hakika, ma ba'da al-maut ila yawm al-qiyamati huwa al-barzakh. Wa anna, na kwamba hakika ule muda au yale maisha yaliyopo baada al-maut, baada ya mauti, ila yawm al-qiyama, mpaka siku ya kiyama, huwa al-barzakh, ni maisha ya barzakh, ambayo kwa Kiswahili tunaita maisha ya kaburini. Wa fihi, na katika hayo maisha ya kaburini, naimul qabri, kuna neema za kaburini, au adhabuhu, au adhabu za kaburini, iyadhan billahi ta'ala, tunajilinda na hizo adhabu kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa ukarimu wako na kwa rehema zako na kwa baraka ya kitabu hichi na kwa baraka ya kikao hichi na kwa baraka ya kikao hichi, ya Rabbi, utuondoshe adhabu za kaburi sisi na Waislamu wote duniani. Allah karim. Tamam. Na hapa katika kuelezea maisha ya kaburini tuweke mulahadha kidogo. Nakumbuka siku za hivi karibuni kuna ndugu yetu mmoja ambaye tunashirikiana naye katika mutala, aliniuliza, Ustadhi bwana, nilikuwa nauliza kwamba tumeambiwa baada ya kufa kuna maisha hapa katikati mpaka kufufuliwa, ambayo ndo haya yanaitwa maisha ya barzakh. Sasa huwa inatokea mtu anakufa na anapotelea baharini kiasi mwili wake hauonekani, au kama ndugu zetu wale Wahindi, wao wakifa mtu anamchoma na kwa majivu anatupa katika majivu yao, wanapotelea mbali. Sasa wanaokufa katika hali kama hii, hali kiasi miili yao haionekani wala tuseme hawazikwi, wanakufa tu katika hali ya kuwa hawaingizwi ndani ya kaburi. Je, haya maisha ya kuadhibiwa na kuneemeka na neema za kaburini wanayapata vipi? Na
maisha ya kaburini kinachohusika hasa ni roho. Hasa ni nini? Ni roho. Roho ndio inahusika hapa. Tamam, roho ndio nini? Roho ndio inahusika. Kile kiwiliwili kinakuwa kinabaki vile vile kama kilivyo, vile vyenye kubaki vile vile vitabaki vile vile, vile vyenye kuoza vitaoza. Sasa vitaoza vyote viisha, lakini roho ndiyo inahusika na maisha ya kaburini moja kwa moja. Sawa, roho ndio inahusika na kuneemeka na zile neema za kaburini, na roho ndio inahusika na kuadhibiwa kwa zile adhabu za kaburini. Tamam. Kwa hiyo hata sisi tunaamini Mtume sallallahu alaihi wasallam roho yake iko hai, si ndio? Manabii wote, watu wote wako hai katika makaburi yao. Sawa, wale wenye kuneemeka na neema za kaburini, weka hapo jikoni, wananeemeka. Sawa, na wale wenye kupata adhabu, waliyadhu billah, wanapata adhabu. Tamam. Na hata tukisema tukalifukue kaburi la Mtume mathalan, si ndio, tutakuta mwili wake upo kama ulivyozikwa. Tutakuta mwili wake uko vile vile umeganda hivi, sasa kama ulivyozikwa. Na yoyote katika mawali wa Mwenyezi Mungu ambao viwiliwili vyao havijatafunwa na ardhi, tutavikuta viko vile vile vinavyokodolea macho hivi, kama macho yaliachwa wazi. Tamam. Lakini mara nyingi macho huwa yanafumbwa, si ndio? Naam. Lakini sasa kwa nini tunaambiwa kwamba wananeemeka, wako katika neema, wako katika nini? Wapo hai katika makaburi yao, sijui wanaswali, sijui nini? Ni roho ndizo ambazo zipo katika kutekeleza yote hayo au kuwajibika na yote hayo. Mfano manabii wako hai katika makaburi yao, wanatekeleza, wanamwabudu Mola wao mlezi, lakini ni kwa viwiliwili moja kwa moja? Hapana. Ni nini? Roho. Tamam. Kwa hiyo mtu afya atakapokufa, azikwe atakapozikwa, apotea atakapopotea, baada ya kifo kuna maisha mpaka siku ya Kiyama. Maisha hayo yanaitwa maisha ya barzakh, na maisha hayo sio lazima yawe kaburini. Sasa thumma amatahu fa aqbara, Allah ndiye mwenye kumfisha mja wake na ndiye mwenye kumweka katika maisha ya barzakh. Ile akbara ndiyo mwenye kumweka katika maisha ya barzakh. Kwa hiyo mtu akipotea atakapopotea, lakini kuna sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka roho yake na itakuwa ni yenye kuwajibika na yale yote ambayo yako baada ya kufa. Kama ni neema itaneemeka, na kama ni adhabu itaadhibiwa, waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu aondoshe vipenzi vyetu na Waislamu wote adhabu za kaburi, na sisi pia baada ya kuingia huko pia tuepushie adhabu hizo kwa baraka ya kikao hichi. Tamam. Kwa hiyo hilo ndiyo jawabu. Sawa, na hayo ndiyo makusudio. Tamam. Tukifukua kaburi la nabii yoyote, tamkuta uko vile vile kama alivyotiwa. Sasa inakuwaje tunaambiwa wanafanya ibada, wananeemeka? Roho ndiyo inahusika na hayo yote. Tamam. Aya, wa annahu, na hakika yake, ma min dharratin fi hadha alwujud tataharaku au taskunu illa bimashiati llahi ta'ala. Wa annahu, na hakika yake, ma min dharratin, hakuna chembe yoyote iliyokuwa hai na isiyokuwa hai, fi hadha alwujud, katika huu ulimwengu, tataharaku, inayotikisika, au taskunu, au iliyotulizana, illa, isipokuwa hiyo hali ya kutikisika na hiyo hali ya kutulizana, bimashiati llahi ta'ala, ni kwa kutaka yeye Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ilmihi, na kwa elimu yake, wa iradati, na kwa kutaka kwake, wa qudrati, na nini, kwa uwezo wake. Kila chenye kutikisika na kila chenye kutulizana Mwenyezi Mungu anakitambua, sawa, lakini pia amekitaka kiwe katika hali hiyo, lakini pia yeye ndiye aliyekikadiria na kukipa uwezo wa kuwa katika hali kama hiyo. Tamam. Qadha, Mwenyezi Mungu amesha yahukumia, wa qaddara, na amesha yapangilia, al-ashyaa, mambo yote, azalan, tangu na tangu, kwa maana tangu zamani. Tamam. Fama shaa kana, kile alichokitaka kana kimekuwa,
wama lam yasha lam yakun, na kile ambacho hakukitaka hakijakuwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza. Wa annahu, na hakika yeye Allah subhanahu ambaye utakasifu yake yeye, yutli'u ala ba'd al-ghaibi man irtada min khalqihi wa arada. Wa annahu, na hakika yeye Allah subhanahu ambaye utakasifu yake yeye, yutli'u, sasa anamuonesha, ala ba'd al-ghaib, katika baadhi ya mambo ya ghaib, man irtada, yoyote aliyemridhia, min khalqihi, katika viumbe wake, wa arada, na aliyetaka kumuonesha. Tamam. Hata ndani ya Qur'ani imekuja katika suratu al-Jinn. Tamam. Wa annahu subhanahu, na hakika yeye Allah. Kwa hiyo kusema kwamba nabii ajue ghaib moja kwa moja itakuwa ni jambo ambalo unapingana na Qur'ani. Sasa tunapingana Qur'ani wewe, kwa sababu ndani ya sura al-Jinn imeelezwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumuonesha ghaib katika sehemu yoyote ya ghaib yoyote katika viumbe wake, sawa, anafanya hivyo. Sawa sawa, anafanya hivyo ndani ya sura al-Jinn. Aya za mwisho zikaangalia, utaona. Na hiyo ndio itikadi yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa wal Ash'ari, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitaka sasa kumuonesha katika baadhi ya mambo ya ghaib yoyote aliyemridhia katika viumbe wake na aliyetaka kumuonesha. Tamam. Wa anna hunaka Allah subhanahu wa ta'ala yake qad khalaqana fi hadhihi ad-dunya ikhtibaran, Allah ametuumba katika hii dunia ikhtibaran, kwa ajili ya kuja nini? Kutujaribu, kutuwekea majaribu na mitihani. Sawa sawa, ili tuweze nini? Tuweze kufaulu kwa yale yaliyotujaribu. Tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tamam. Wa akhbarana, na ametueleza sisi Allah, annahu, kwamba hakika yake, man amana, atakayemwamini yeye na mitume wake na malaika wake na vitabu vyake na siku ya mwisho, na atakayeamini qadar, khairi yake na shari yake, kwamba inatoka kwake yeye, wa amila salihan, na akafanya matendo mema, dakhala aljannata, mtu huyo ataingia peponi. Wa man kafara, na atakayekufuru mwana kutoyaamini ayote tuliyotangulia kuyasema, wa amila su'an, na akafanya maovu, dakhala nara, huyo moja kwa moja ataingia peponi na pasi na kutoka huko. Sawa. Lakini waumini walioamini Mwenyezi Mungu kama walifanya maasi, basi wataingizwa motoni kwa kiasi cha yale maasi yao, maana wataadhibiwa kwa kiasi cha yale maasi walikuwa wakiyatenda. Mwenyezi Mungu atujalie tu wenye kufanya toba. Toba ndio kila kitu jamani. Unapofanya maasi kwa kuteleza, kwa kukusudia, basi fanya toba moja kwa moja. Ndio hata yule mmoja katika watu wema akasemaje, ikiwa umeenda sehemu na ukafanya maasi katika sehemu hiyo, basi hapo hapo fanya taa, ili Mwenyezi Mungu akushuhudie kwamba uliteleza katika maasi, lakini hapo hapo pia ulifanya taa ya kumtii yeye, kama ni kusoma Qur'ani, dhikri, kama ni qiyamul layl, kama ni nini hakadha. Tamam. Kwa hiyo muumini umegiwa nafasi, unapoteleza fanya toba. Toba ya kweli ndio yenye kukubaliwa. Tamam. Lakini ukizembea katika hilo, Mwenyezi Mungu atuepusha na kuzembea na toba. Tamam. Ukizembea katika hilo, utaadhibiwa katika moto kwa mujibu wa kiasi cha madhambi yako. Wal-iyadhu billah. Anna afdal al-bashari humul anbiya'u alayhimus salam, na kwamba hakika viumbe bora ni manabii. Albashar, wanadamu. Wa anna afdal albashar, na kwamba hakika tutumie tu maana viumbe bora sababu tunaingia kote kote huko. Wa anna afdal albashar, na kwamba hakika viumbe bora katika upande wa kibinadamu, humul anbiya, ni manabii alayhimus salam. Wa anna khairahum ulul azm, na wale waliokuwa bora kuliko wote ulul azmi, ni ulul azm, wanaitwa kwa jina hilo ulul azm.
imekuja ndani ya Qur'an, ulul azmi min ar-rusul. Tamam. Wa hum na ulul azmi sayyiduna Nuh alayhi salam, bwana wetu Nuh alayhi salam, wa sayyiduna Ibrahimu alayhi salam, wa sayyiduna Musa alayhi salam, wa sayyiduna Isa alayhi salam, wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, wa huwa, naye huyo sayyidina Muhammad, afdaluhum, ndiye mbora kuliko wote hao, maana ndiye mbora wao, maana ndiye mbora kuliko wote. Wa anna khayra al-khalqi ba'da al-anbiya, na kwamba hakika mbora wa viumbe baada ya manabii alayhimus salam as-sahabatul kiram, ni masahaba watukufu radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie. Wa afdaluhum, na waliokuwa bora katika hao masahaba, Abu Bakr as-Siddiq, ni Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, kisha Sayyidina Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan, kisha Uthman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Talib, kisha Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhum ajma'in, Mwenyezi Mungu awaridhie wote. Wa annahu, nakai Allah subhanahu wa ta'ala wake, tawalla ibadahu as-salihin, tawalla ibadahu as-salihin, amewaekea ulinzi waja wake wema, amewaeka karibu waja wake wema. Tawalla ina maana nyingi. Tawalla ina maana kuwaweka watu, kumweka mtu karibu, kumlinda mtu, kumwangalia mtu sana. Wakaambua sisi katika Waislamu, wale ambao watakuwa ni wenye kuwalinda, wenye kujiweka karibu na wanafiki, watakuwa katika mtihani. Tamam. Kwa hiyo wanaunaka Allah subhanahu wa annaunaka Allah subhanahu wa ta'ala tawalla ibadahu as-salihin, amewaeka karibu na ameweka katika ulinzi wake, katika uangalizi wake waja wake wema. Ahabbahum fa ahabbuhu, Allah amewapenda waja wake hao, fa ahabbuhu, na wao wakampenda Allah. Iltazamu ta'atahu wa taqarrabu ilayhi, iltazamu ta'atahu, wamefungamana na kumtii Allah, wa taqarrabu ilayhi, na wamejikurubisha kwa Allah. Faqarrabahum, naye Allah akawaweka karibu. Tamam. Faqarrabahum, naye Allah akawaweka karibu waja wake hao. Wa an'ama alayhim, na akawaneemesha bil karamati, kwa kuwapa karama mbalimbali. Karama ni yale mambo yenye kutoka nje ya ada kidogo, si ndio? Wa naunaka Allah subhanahu ambao utakasifu ni yake, khalaqal jinna wa min nar, amewaumba majini kwa moto. Waja'alahum ma'al ins, na akawafanya hao majini ma'al ins, na wanadamu, mukallafina. Waja'alahum, na akawafanya hao majini ma'al ins, pamoja na wanadamu, mukallafina bi shara'i ad-din, ni wenye kukalifishwa kutekeleza maamrisho ya dini. Sheria za dini ndo maamrisho yenyewe. Tamam. Wa anna tu'ana bi ahadin min as-sahabati al-kirami radiyallahu anhum alamatu an-nifaq wal bu'di anillahi azza wa jalla. Wa anna tu'ana, na hakika kumsema vibaya, aidha kumtia katika upotevu, kumtia katika ukafiri, bi ahadin min as-sahabati al-kiram, bi ahadin, yote min as-sahabati al-kiram, katika masahaba watukufu, radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie. Alamatu, jambo hilo ni alama, alamatu nifaqi, alamatu nifaq, jambo hilo ni alama ya unafiq. Wal bu'di, ni alama ya kuwekwa mbali, yani Allahi azza wa jalla, alama ya kuwekwa mbali na radhi zake na rehema za Allah. Mwenyezi Mungu atuepushe. Kimwona mtu anawasema vibaya maswahaba na kuwatia katika upotevu, sijui Muawiya, sijui kafiri, sijui Muawiya nini, Muawiya mkwe wa Mtume, mkwe wa Mtume, tamtiaje katika upotevu? Katibul wahy, tamtiaje katika upotevu? La yaliku dhalika. Tama mwanzo akasemaje, wama jara baina as-sahaba naskutu anhu adaba, yale yaliyopita yakawatokea masahaba tunayanyamazia sisi, hatupaswi kuyazungumza kwa kuchunga adabu mbele ya masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu. Tamam. Vilitokea vita, wakapigana mapanga, ni wao
nini ni wao. Sisi hayatuhusu na wala haifai kuyazungumza tukayazungumza kwa ubaya, labda tuyazungumze kwa njia labda ya kufundishana kwamba hata maswahaba jamani walikosana, sisi vipi tusikosane, hiyo inafaa. Lakini kusema maswahaba fulani alifanya hivi kafiri hiyo wanazuoni wamezuia na wamekataza. Na ukimwona mtu anafanya hivyo basi ujue huyu ni mnafiki, yani ujue mtu huyo imedhihiri, sio kwamba ni mnafiki moja kwa moja. Afwan, nieleweni hapo, sio kwamba ni mnafiki moja kwa moja, lakini imedhihiri kwa mtu huyo alama miongoni mwa alama za unafiki. Lakini sio alama hiyo tu, imedhihiri kwa mtu huyo alama miongoni mwa alama za kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Hawasemi vibaya maswahaba, hawatukani, isipokuwa yule mtu ambaye amewekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu na aliyekhalifu sunna ya Mtume. Allah kasemaje? Mtume kasemaje sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Mtume kasema hivyo, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Na hata sio masahaba, Mtume akawahusisha Waislamu wote, kasemaje? Sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufr, kumtukana muumini ni ufasik, ni maovu, ni uovu, na kumpiga vita ni ukafiri. Tamam, sikwambii kumuua, kumpiga vita tu Muislamu mwenzako kawa unamwalibia mipango yake, unamwalibia mambo yake, ni ukafiri huo. Haya, akaendelea kusema huyo, ukiona mtu anafanya hivi basi hilo analofanya alamatu nifaqi, ni alama ya unafiki. Walbu'du walbu'd ni alama ya kuwekwa mbali anillahi azza wa jalla, na rehma za Mwenyezi Mungu azza, mshindi wa jalla na aliyemtukufu. Wa anna ash-shaytana ar-rajima aduwwun mubin. Wa anna ash-shaytana ar-rajima, na kwamba hakika shaytan ar-rajima aliyefukuzwa katika rehma za Mwenyezi Mungu, aduwwun ni adui, mubinun adui wa wazi, kwa maana adui mkubwa. Tamam. Wa anna ash-shaytana ar-rajima, na kwamba hakika shaytan aliyefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, aduwwun mubin, ni adui mkubwa. Wa anna sabila an-najati, na kwamba wa anna sabila an-najat, na hakika njia ya kufaulu, wattiba'u sunnati sayyidina, sunnati tayyib. Niongeze mwanga wa laptop nikamwanga chini kwa sioni vitu vingine. Wa anna sabila an-najat, na hakika njia ya kufaulu, wattiba'u ni kuifuata sunnati sayyidil mursalin, sunna ya bwana wa mitume sallallahu alaihi wasallam, i'tiqadan, katika upande wa kiitikadi, wa qawlan, na katika upande wa kimatamshi, wa amalan, na katika upande wa kimatendo. Hiyo ndio njia ya kufaulu. Wa anna, na hakika liyaumil qiyama, ina siku ya qiyama. Wa anna, na hakika liyaumil qiyamati, inayo siku ya qiyama, alamatin kubra wa sughra. Alamatin, wa anna liyaumil qiyama, na hakika ina siku ya qiyama, alamatin, ina alama, kubra kubwa, wa sughra na ndogo. Famin alalamati alkubra, basi miongoni mwa alama zake kubwa hiyo siku ya kiyama, dhuhuru dajjal, ni kudhihiri dajjal, habari zake zinafahamika. Wa nuzulu sayyidina Isa alayhi salam min as-sama, na kushuka sayyidina Isa alayhi salam, amani wa juu yake, min as-sama, kutoka wapi? Mbinguni. Wa khuruju dhabatil ardh, na kutoka mnyama wa ardhini. Kuna mnyama ambaye atatoka katika tundu au tuseme tobo ililopo katika Jabal Swafa. Ile Swafa na Marwa, katika ile Jabal Swafa kuna tundu ambalo tundu hilo atakuja kutoka mnyama. Katika tundu hilo ni mnyama ambaye atakuja kuwazungumzisha watu. Yamekuja ndani ya Qur'an, ndani ya suratul Naml aya 82, anasema Allah, wa idha waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabatan min al-ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina
la yuqinun, imekuja katika suratul Namli aya ya kumuelezea mnyama huyo kwamba wa idha waqa'a alqawl alayhim, itakapothibiti adhabu juu yao. Juu ya nani? Juu ya viumbe waovu. Maana zama za mwisho huko kutakuwa kuna viumbe waovu, viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala atathibitisha kwamba yani atakuwa ameshawaandikia kwamba adhabu iwashukie viumbe hao. Sasa kabla ya kuwashukia hiyo adhabu atatoka mnyama katika tundu lililopo katika Jabalu Safa. Sasa atawaambia kwamba wenzenu pia walikuwa katika hali kama hii ya kupinga yale ambayo wanaelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaadhibiwa. Sasa na nyinyi ngojeeni adhabu. Tamam. Kwa maana katika viumbe wa mwisho, zama za mwisho, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqumu saa illa ala shirali khalq. Sasa hakitosimama kiyama isipokuwa kwa watu waovu, waliyadhu billah. Kwa hiyo katika miongoni mwa alama kubwa za kiyama ni kutoka huyo mnyama wa ardhini, khuruju dabatil ardh, ameelezwa ndani ya suratul Naml aya ya 82. Tamam. Wa tuluu shamsi min al-maghrib, na kuchomoza jua kutokea upande wa magharibi. Wa yajuj wa majuj, lakini pia miongoni mwa alama kubwa za kiyama ni kuchomoza yajuj wa majuj wa ghayruha, na vitu vinginevyo ambavyo vimeelezwa katika vitabu ambavyo ni mutawwal. Tamam. Wa annahu nakaye Allah subhanahu ambaye utakasifu wake yeye, yab'athu an-nasa yawm al-qiyamah lilhisab, atawafufua an-nasa watu yawm al-qiyamah, siku ya kiyama, lilhisab, kwa ajili ya kuhesabiwa matendo yao. Wa annahu, na hakika sawa. Wa annahu, na hakika hiyo siku ya kiyama wa annahu, na hakika hiyo siku ya kiyama, waqi'un hatman, ni yenye kutokea kwa njia ya ulazima. Wa in jahilna zamanahu, na hata kama nini tukiwa hatujui muda wake ni muda gani. Tamam. Wa annahu, na hakika hiyo siku ya kiyama, waqi'un hatman, ni yenye kutokea, kwa maana ni yenye kuja kutokea, hatman, kwa njia ya lazima, kwa maana pasi na budi. Wa in jahilna zamanahu, na hata kama sisi hatuutambui wakati wake ni wakati gani, au muda wake ni muda gani. Wa nu'minu bin nasri wal hasri, na tunaamini bin nasri, tunaamini kufufuliwa, wal hasri, na kukusanywa katika uwanja wa hisabu. Wasuhufi, na tunaamini kwamba yapo makaratasi yaliyoandikwa matendo yetu. Wal mizan, na tunaamini kwamba kuna mizani ya kupimiwa matendo yetu. Washafaati, na tunaamini kwamba kuna uombezi. Wasirati, na tunaamini kwamba kuna sirati. Sirati ni ile njia nyembamba ala matni jahannam, ambayo ipo katika mgongo wa jahannam, ambayo wa in minkum illa wariduha, hakuna mtu yeyote katika sisi viumbe isipokuwa atapita juu ya njia hiyo, isipokuwa atapita katika njia kama hiyo. Tamam. Wa anna Allah ta'ala, kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi kushirikishwa katika uungu wake. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi mengine liman yasha, kwa amtaka. Kwa maana Mwenyezi Mungu katika madhambi ambayo hayasamehi ni dhambi ya shirki, lakini hasamehi madhambi ya shirki katika njia gani? Ikiwa mtu atakufa katika hali ya kumshirikisha Allah na hakutangulia kufanya toba yoyote. Lakini kama mtu alimshirikisha Allah, ilitokea akamshirikisha Allah, sawa, kisha akafanya toba kabla ya kufa kwake, basi kinachotarajiwa ni kwamba nini? Allah atamsamehe. Wa anna saida man as'adahu Allah ta'ala, na itikadi yetu ni kwamba hakika, wa anna saida, na itikadi yetu ni kwamba hakika mtu mwema, man ni yule mtu ambaye as'adahu Allah ta'ala, ni yule mtu ambaye as'adahu Allah as'adahu Allah ameshamuandika kuwa ni mwema. Sasa wa anna saida, na kwamba hakika mtu mwema, man as'adahu Allah ta'ala, ni yule mtu ambaye Allah kabla ya kuzaliwa kwake alishamuandika kuwa huyu ni mwema. Washaqiya, na kwamba hakika mtu muovu,
man ashqahu Allahu ta'ala, ni yule mtu ambaye Allah kabla ya kuzaliwa kwake mtu huyo Allah alishamuandika kwamba nini, kwamba ni muovu. Tamam. Imekuja katika hadithi ya 40 Nawawia kwamba mtu katika tumbo la mama yake anaandikwa kwamba ni as-sa'id au ash-shaqi, na kabla ya kuzaliwa kila kitu kinaandikwa, sawa, kwamba atakuja kuwa ni mtu mwema au atakuja kuwa ni mtu muovu. Na pia tumesoma katika Zubad, katika matn Zubad akasemaje, inna ash-shaqiyya la shaqiyul adha wa aksuhu as-sa'idu lam yubaddal. Inna ash-shaqiyya, hakika mtu muovu, la shaqiyul azal, ameshaandikwa kuwa ni muovu tangu na tangu, kwa maana kabla ya kuzaliwa. Wa aksuhu, na kinyume chake, as-sa'idu, ni mtu mwema, la yubaddal, habadilishwi. Pia naye anakuwa ameandikwa kabla ya kuzaliwa kwake kuwa ni mtu mwema, na atakufa katika hali ya kuwa ni mtu mwema. Sheikh akamalizia na dua kusema, Allahumma, ewe Mola wetu mlezi, ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, mwenye kuzigeuza nyoyo, wal absar, na macho, thabbitna ala dinik, tunakuomba ututhibitishe katika dini yako, maana utupe nguvu ya kushikamana na kuyatekeleza yale uliyotuamrisha katika dini yako. Wahfadhna, na tunakuomba tuhifadhi, minazalal, kutokana na kuteleza, fil i'tiqad, katika itikad, wal qawl, katika matamshi, wal amal, katika matendo. Amin, tunakuomba utukubalie dua yetu. Akasema Sheikh, tammat risalatu bikhair, umekamilika ile risala yangu bikhair, kwa khair. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila jinsi ya sifa njema inamstahiki Mola viumbe wote. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Tunaombeni mtuombee dua Allah aendelee kutupa taufiki, tushirikiane katika majambo ya khairi, lakini pia mtuombee dua Allah tujalie na sisi waja wake madhaifu ambao hatuna chochote tulichokitanguliza, atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wema. Mtuombee sana dua Allah tujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wema. Wa ila huna ntahi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.